Mwalimu una dhamana kubwa sana. Hatuna marais watatu katika taifa hili, hatuna marais wanne katika hili taifa. We have rais mmoja tu, na pale anapokuwa anatoka madarakani ataitwa rais mstaafu wa awamu fulani. Twendeni tukatafsiri maono hayo, twendeni tukatafsiri maono ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili sekta yetu ya elimu na TAMISEMI kwa ujumla katika mkoa wetu ikabaki kuwa kielelezo kizuri tunapojilinganisha na wengine wote katika mikoa yetu. Kwa wakuu wa shule, walimu wakuu, waratibu elimu kata, mkakae vizuri. Si huyu amesema naomba hela hii, matatizo kule yanakuwa ni mengi, yana ufilisi hata ule mshahara wote. Inafika tu mwisho wa mwezi unashindwa kutoboa, unakopa kwa mwenzako 50,000, anakupatia 50,000. Sasa hebu jiulize mwenyewe, why if ukapata tatizo tu mdogo tu la kiafya nalo kuhitaji 100,000 kila siku? Na ndio maana Mheshimiwa Rais anakuja na concept nyingine ya bima ya afya kwa wote, na nyinyi mkasaidie kule kuelimisha watu. Kwa hiyo side mbili zipo. Kwa hiyo wakurugenzi wangu na nani wenzetu hawa na sisi wenyewe pia, yani kama vile mimi leo nipate tatizo, nahitaji kumpeleka mtoto India au si wapi, alafu naomba ruhusa labda kwa waziri wangu, anasema endelea kufanya kazi kwanza, hebu mniambie nitakuwa na amani ya kazi hapo? Kwa ndugu zangu walimu, naomba niishie hapa, na yote niliyoyasema tukayazingatie kwa udi na uvumba. Tunatambua sisi kama waajiri, mwaka 28 tutakuwa na double cohort. Kuna wanafunzi ambao wanakwenda kumaliza shule mwakani, lakini kuna wanafunzi ambao tutawapokea mwaka 28, na hivyo ni kuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejipanga vyema kupitia jeshi lako ambalo liko hapa tukiongozwa na afisa elimu wetu wa mkoa kuhakikisha kwamba mapokezi ya wanafunzi hayo yanaendana na miundombinu ambayo umekuwa ukielekeza tuijenge. 2028 sisi tutapokea double cohort kama ilivyo kwa nchi nzima, lakini wenye mzigo mkubwa, wenye lumbesa ya kutosha tutakuwa ni sisi Dar es Salaam, ambao tutakadiria kupokea wanafunzi zaidi ya 250,000, ambapo madarasa yatakayotakiwa yanakwenda kwenye zaidi ya madarasa 4,000 na ushehe. Saa hizi ukitafuta capacity yetu ya kupokea wanafunzi ilikuwa na wanafunzi ni madarasa 1,700 na kidogo. Sasa tutatakiwa kwa form 1 tu zaidi ya madarasa 4,500. Kazi hii waheshimiwa wakurugenzi tuko hapa, ikifika wakati huo isionekane tena swala la dharura. Naomba wazazi washirikiane na walimu vizuri katika kutatua changamoto za utoro mashuleni, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi wanatoa lugha chafu kwa walimu kuhusiana na watoto wao, pengine wamekosa kwa shule, ndio tunazowapa shuleni kula sio wanakuwa wakali. Lakini tunaomba wazazi tuelewe kwamba sisi lengo letu ni kuboresha elimu na kuhakikisha kwamba tunakuja shule kila siku kupata elimu. Mwanafunzi anapofika shuleni na maana atakosa kile ambacho anakipata kutoka kwa mwalimu. Kuishauri serikali wazidi kuwekeza zaidi kwenye ile programu ya KK, yani kusoma, kuandika na kuhesabu, sababu ule ndio msingi wa watoto. Wanapofika darasa la 3 watoto wanakuwa wanachanganyiwa masomo yanakuwa yapo 6 au 7. Kwa hiyo kama watakuwa vizuri kwenye kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KK, hii itawajengea msingi wa kuweza kuendelea vizuri katika elimu yao ya msingi mpaka watakapohitimu pale darasa la 7 na wale ambao wanahitimu darasa la 6.